Katikati ya Koko. Hawa watoto wa kiume kwa nini wamefikia huko? Hawajaambiwa na kufundishwa kwamba kuwa mwanaume sio kulelewa. Kwa sababu ngoja nikwambie, unajua athari ya mwanaume hata kama sio tu mshangazi amepata mwanamke ambaye amemzidi kipato. Mimi kwa mfano nina mdogo wangu, akiniambia ninaoa msichana aliyenizidi kipato, nitamwambia uko tayari kwenda kuwa mnyenyekevu? Yani utamnyenyekea kwa sababu ndio ukweli. Na lazima utanyenyekea. Lazima unyenyekee. Lakini Mungu hakumuumbia mwanaume hivyo. Yani Mungu alimuumbia mwanaume awe kichwa kabisa, ili aweze kutawala. Kwa hiyo awe na kipato. Kwa sasa hivi wanaume wanatawaliwa sasa. Yani huo ndio inakuja huko sasa ambayo hatupendi kuisema. Ni kweli. Kwa sababu mwanaume atakiwa mwanaume. Kwa sababu anapoenda kwa shangazi, ile shangazi ni mama. Ni mama, anamcontrol kama mwanae. Anamcontrol kama mwanae, isipokuwa tu kwenye hiyo maeneo ya mapenzi. Ya mapenzi. Ambayo sasa sio sawa. Sio sawa. Tunatamani kwamba wale watoto wa kiume waoe wasichana vijana wenzao. Na ndio watuletee wajukuu wanaoeleweka. Maana tunaenda kwa mshangazi. Utaleta nini gani pale? Tutapata nini sasa? Watoto wetu wa kiume jirekebisheni. Kabisa. Na kina baba kama mmekosea kwa vijana wenu, hebu amkeni sasa, hamjachelewa bado. Sahihi, hamna, yani ukishapata maarifa hujachelewa, unarudi kwenye nafasi yako. Mama mchungaji unanifurahisha kwa sababu unaongea vitu ambavyo ndio kwa mwenye masikio na kwenye macho anasikia na anaona. Yani hapa ni elimu tosha. Sema tu wa Tanzania sio wamezoea vipindi vya namna gani, lakini kuna vipindi ambavyo vinaelimisha, vinatakiwa vilete mabadiliko, vilete mabadiliko. Sahihi kabisa. Mama mchungaji, tunazungumza sana, tunasema ndoa zinavunjika. Hao watu wanakuwa hawajachujana, hawajatambuana. Yani mtu anaingia katika ndoa kwa kipindi kifupi, hajamjua mwenzio ni wa namna gani. Hebu chukua chekeche kwanza hilo hapa. Hii hapa. Unataka hii hapa. Ewa. Tunakumbuka hii chekeche. Ndio maana nikakwambia kila kitu kina maana. Chekeche maana yake ni kuchekecha. Tuache. Unaweza ukachekecha unga. Alafu bwana, zamani unajua tulikuwa tukitumia chekecha, chenga zinabaki. Na zile chenga tulikuwa tunapika. Hivi siku hizi nini kimetokea? Wanasaga mpaka wanamaliza. Ndio vitu tunavirudisha sasa. Na maana yake hii chekecha hili mchekeche mwenzio. Sio ndani ya mwezi mmoja tu ushatangaza ndoa au unataka kuoa, hamjajuana, hujafahamu vizuri kuhusu yeye. Kwa maana hiyo ukienda kule ndio unaenda kumjua kama mtu ni wa namna hii. Kwa hiyo pale kunatokea kwa sababu hamjajuana, yeye hajakujua vizuri, hamjachekechana kwamba hizi kwa tabia hizi mimi kweli nitaweza kuendelea na huyu mtu, kwa sababu ndoa ni kitu kikubwa. Ukishasema unatangaza ndoa, unatangaza kitu ambacho ni agano. Kwa hiyo lazima uwe na uhakika kabisa mmechekechana, mmejuana. Kwa hiyo hii jamani, hii ina maana yake. Yani kila kitu ambacho kiko hapa mama mchungaji ndio kina maana yake. Si chekechana kwanza nimeipenda. Anakusha mbali. Watu wajuane, ndoa ingia katika mahusiano au ndoa. Sawa. Sio tu kurupuka mmeonana na mtu, na hasa unakuta labda, na hasa kwa mfano watoto wetu wanakutana vioni huko, huyu alikuwa mwaka wa 3, mwaka wa 2, wamekaa kidogo wanakuta hivyo, yani mnakutana mara moja tayari binti anarudi, nimepata mchumba, nataka kuolewa. Na nyumba zenyewe sasa hivi ni familia bora, inatengenezwa harusi ya mamilioni 50 60. Yani mpaka unaona huruma kabisa. Alafu baada ya muda watoto wameachana. Mama JJ. Kwa hiyo watoto wetu mchunguzane kwanza, mjuane. Jipe tu muda wa kumfahamu, kwa sababu yani unataka kufanya commitment kubwa sana. Yani kitu ni kikubwa mno unachotaka kukiingia. Ndoa ni maisha. Ni maisha. Kwa hiyo maisha, na sisi Wakristo ndio tunasema kwetu ni mbaya, kwamba kifo ndio kitakachowatenganisha. Lakini siku hizi mnatengana pia. Mambo yamekuwa magumu. Kwa turejee kule jamani, kwa wazazi wetu kule, mbona waliishi? Fahamianeni vizuri. Ufahamu. Unaweza sawa usimjue vyote, lakini vya msingi utakuwa umefahamu. Na zamani kama hivyo mama mchungaji, familia ndio zilikuwa zinaenda na nikwambie, mimi sasa hivi ninakubaliana na hicho kitu. Mimi nina mabinti, yani nikimwona mtu ananiambia nikiwa ni mbaba ninamfahamu, familia ninayoifahamu, wakasema tunataka kijana wetu achumbie kwenu, mimi ninaona ni afadhali kabisa tuwe watu wote tuna lugha moja. Unajua kuna familia mtoto wako anaweza kaingia
nyinyi mna mtazamo wa kuhusu ndoa kwamba tunatamani ndoa iwe nzuri, watoto waishi. Kumbe kwenye familia ile kule wenzako hawana mtazamo wa mambo ya ndoa. Kwa hiyo wanasema binti akienda akasema labda kwa baba mkwe, labda mimi wa kwangu ndoa kike, anaenda baba, mume wangu amefanya hivi, anasema kama anakusumbua achana naye. Mimi mwenyewe mamake huyu basi tu yupo hapa. Sasa mafunzo gani hayo? Hamna mafunzo hapa. Lakini kumbe wote kama tunakuwa tuna lugha moja. Mimi namwambia lazima umheshimu mume wako, na yule kule anaambiwa lazima umpende mke wako. Rudi mwende mkakae, mnatakiwa kuheshimiana na mnatakiwa kupendana. Mimi ninaamini kuna namna ya kizazi bora tunaweza tukakiinua. Ni kweli. Kwa sababu zamani watu walikuwa wanachaguliwa, walikuwa naishi. Sasa hivi wanachagua na wenyewe hawaishi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima watu na wazazi wa zamani walikuwa na hekima sana. Na wanakuambia kabisa familia fulani usiende. Yaani hata kama hutaki wenyewe hawaendi kuchagulia, lakini wanakuambia kwamba familia fulani pale pana magonjwa ya kurithi, pale pana tabia hizi. Yaani kulikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vinajenga. Mama mchungaji, mara ya mwisho kuvaa kanga ilikuwa lini? Unataka kunipa? Na kanga zako zenyewe hizi za zamani kweli. Kanga ninavaa mara moja. Unavaa wakati gani? Manake kanga ina nafasi yake. Kuna wakati kanga inatakiwa ivaliwe. Sasa nikasema mama mchungaji, labda leo unavaaga kanga muda gani? Kuna muda ujue mchungaji mwanadamu. Na yeye mtu wa roho, mwanaume. Sio mwanaume. Mwanaume. Kwa muda ule ambao wote wanavaa na mimi navaa. Kwa hiyo night dress na kanga kipi unakipa nafasi? Manake nyiwe wazungu. Mimi kweli kuna muda navaa kanga, kuna muda natumia night dress. Iwe kweli. Sasa muda gani ambao unavaa kanga mama mchungaji? Bora unanichimba hivyo. Naomba tu niweke vizuri kwamba kuna muda huwa ninavaa kanga. Yaani kuna muda, na hasa mara nyingi muda wa usiku, maana ninampata mchungaji yupo pale. Kwa hiyo hivyo kwa sababu mwisho wa siku ni mwanaume. Ni kweli. Asione tu anapita pita, mimi lazima na mimi nijipitishe. Ni kweli. Wewe kule kujipitisha kujishebedua kule. Halo. Kwa kanga navaa. Navaa mara moja navaa. Mara moja unavaa. Na nyakati zangu na siku hivyo. Ni vifaa vya kazi. Ni kweli. Yaani vitendea kazi. Kanga unajua ndio maana watu tunasema hatujachelewa kurejea kwa jando na unyago. Kuna vitu kule vinafundishwa ni kama chachu kwenye ndoa. Kuna vitu vinaita chachu mama mchungaji kwenye ndoa. Vipo vingi tu. Ni sahihi. Sana. Mama mchungaji, hiyo bidhaa hiyo kawa ile unalijua? Ninalifahamu sana. Kwani Iringa lipo Funika kwa tabasamu. Mlaji awe na hamu. Nazifahamu. Sijazitumia sana, lakini nafahamu kwamba chakula kikipikwa siku hizi si tunakimbiza kwenye mahotipoti. Baba anakula chakula mpaka kimepata kipo, kama ni kichwa ugali kimepata mpaka kiporo, hotipoti imejaa maji. Mpaka imeshika maji. Lakini zamani mimi ninakumbuka kabisa walikuwa wanapika chakula kama ni ugali, unapikwa unafunikiwa na hivi, alafu ndio umepikwa pale unapelekwa moto unatoka jasho. Kwa hiyo hivi ni kama tu kuzuia nzi na kumfanya pia akifika aone. Alafu kama surprise kwa sababu kwa anafunua kilichomo ndani anakuwa hakijui. Alafu na maana yake ni nyingine mama mchungaji. Sasa hivi tunaona mabinti zetu ndio asante wanatembea nusu utupu. Na wajui kujistiri. Ndio. Unaona neno lilofunika kwa tabasamu, mlaji awe na hamu. Kuna wakati mlaji anatakiwa vitu awe na hamu navyo. Watu wanalalamika wanasema wanaume sasa hivi hawana nguvu za kiume. Kwa sababu kuna vitu wanaviona dhahiri shahiri. Wanaviona muda wote wanaviona. Unaona Kwa hiyo wakati mwingine tunawalaumu wanaume, lakini kuna vitu hawataki kuviona. Anatakiwa kavione kwa mtu mmoja. Kwa mtu mmoja ambaye ni halali yake. Ambaye ni halali yake. Yaani anatoka huko akili yake imeshagonga, naenda nyumbani. Unaona? Lakini sasa hivi anatembea mtaani anakuta yani sasa hivi watoto wetu mpaka unaogopa. Wanatembea yani mpaka wanatamani kama wangetembea tu wamevaa chupi pekee. Na kuna mwingine anapita hata mbele ya baba yake, nyumba tunaendaga siku kutembea, zingine nyumba za kizunguzungu hizo, anapita mtoto kapiga ya umafu, baba yake ndio yuko pale. Aidha labda anamletea baba yake kitu. Haijakaa vizuri. Madhehebu yao bado yapo. Nafahamu. Alafu ujue yule baba yako afu ni sisi ni wa Tanzania, sisi ni wa Afrika. Alafu ujue baba yako ni mwanaume alafu pia. Kwa sababu kuna kesi nyingi mnakutana nazo nyingi. Nafahamu. Na mbaya zaidi mitoto yetu yenyewe hii tumeilisha sasa hivi inakula baga yani unakuta litoto lina ngapi linatembea liko. Linamshika mpaka mama yake. Limejaa liko vizuri. Sasa baba
Ni mwanaume, ni mwanaume. Kwa hiyo tu. Yaani wewe umemsikia baba anamwambia mwanae unafanana na mama yako kweli wewe. Kumbe uwezi ukajua amefika mbali kiasi gani. Afika mbali kiasi gani. Kwa hiyo mimi ninachodhani tuwafundishe pia watoto kuvaa. Ni kweli. Hasa kina mama. Ni sahihi, ni sahihi. Tuwafundishe. Au hata wakati mwingine unaweza kwenda nyumba ya mtu ukaona mtoto wa kiume anapita kifua wazi. Kavaa pensi anapita sebuleni na yuko kifua wazi. Hata kuvaa singlet. Unajua bado ile unajiuliza. Hata singlet ile kuvaa tu ni nguo ya ndani. Mtoto wa kiume afundishwe anapita mbele ya mama yake naye kavaa. Haijakaa vizuri. Haijakaa vizuri. Kwa hiyo hatujachelewa bado. Ni vitu vidogo vidogo tunakumbushana kwamba hiki jamani dunia imekaa vibaya, yani hivyo. Alafu sio tu hivyo, unaweza sio tu baba pale ndani sisi unajua sisi ni familia zetu tunakusanya sisi wa Afrika. Mnakaa na mtoto wa mjomba ni mwanaume, unakaa na mtoto wa mama mdogo sio ni wa kiume, anamuona dada yake pale anapita ndio kavaa hizo na nini unamtengenezea mazingira magumu. Kabisa. Ndio leo tunasikia kesi nyingi sijui binamu kambaka dada hivyo sio hivyo, lakini wakati mwingine ni kwa sababu ya yale mazingira ambayo yanamuona. Nakumbuka kwamba mwanaume anavutiwa sana kwa kuona. Ni kweli. Kwa hiyo mimi nafikiri kujilinda ni kuvaa pia vizuri, kujistiri. Hakuna hasara, kwani hapo ulipovaa vizuri hivyo mama JJ una hasara gani? Kama mzuri tu na kama kipo kinaonekana mama JJ, kwani hapa mimi nilivovaa hapa wewe hujaona kwamba nani? Nimeona kipo tu. Tujistiri. Mimi ndio natamani tujistiri. Na sisi wazazi tuvae na kujistiri. Hakuna rika, hata kina mama wengine hawajistiri. Watu wazima wajistiri. Wajistiri, watoto wajistiri pia. Ni kweli. Kuepusha hizi kesi ambazo ambazo mnakutana nazo nyinyi huko kazini kwenu. Sana. Mama mchungaji, unataka kuelezea chochote kitu gani hapa katika hivi vitu ambavyo umeviona? Chochote ambacho unajisikia. Ambacho ninatamani. Tuhame katika sekta yetu ende sekta nyingine. Nataka tukujue wewe ni nani, unashughulika na nini? Mimi naomba nichague hii. Buli. Mimi mume wangu anapenda sana chai, maziwa, yani maziwa yalopikwa, chai ile imepikwa ikaiva. Chai ya maziwa. Naam. Kwa hiyo huko ndo mahala pake. Sasa mimi hii hapa kwangu mimi naweza ikawa pia kitendea kazi kizuri. Asante. Kwa hiyo nikaichemsha chai yangu vizuri, nimeiwekea viungo vyangu vizuri pale. Alafu nikaibeba kama ninataka anywe ikiwa ya moto saa hiyo. Ninaweza kubebea humu na kwenye kikombe changu na tray yangu nzuri. Amefika pale nampa. Kumbe mahaba yanatengenezwa lazima. Mahaba yanatengenezwa. Sio amefika tu pale na mimi niko tu kama siani kama amekuja tu mfanyakazi mwenzangu hapa ofisini, haijakaa sawa. Lazima nitambue uwepo wake kwamba sasa unajiongeza kwamba amekuja sasa hivi na kwa sababu najua mapenzi yake makubwa yako kwenye chai kwanza, anatamani apate chai. Kama hivi kipindi hiki cha mvua natengeneza basi kachai kangu amefika nikaweka hapo na hebu nipe hiyo buli mama mchungaji, nipe. Unanifurahisha. Kumbe kina mama wachungaji nao ndoa zao wanazitengeneza kwa namna fulani. Kwa kijichai cha moto hicho jamani, cha maziwa na huko ndo mahala pake. Alafu najua nilipewa na nani? Mama Teri, asante sana. Kumbe Mama Teri alikaa kama ulivyokaa wewe hapo. Alikutabirika la bati akasema chukua buli. Sawa. Hii ndo ya kiasili. Kwa hiyo Mama Teri asante sana. Kumbe kitendea kazi kizuri sana. Hata kina mama majumbani huko jamani jiongezeni. Chai yangu nzuri ya maziwa hapo. Sengine na vikaranga au vikorosho. Asante. Kumbe mwanaume anatakiwa akirudi nyumbani kuwa na vitu ambavyo vitamweka bize. Sasa si ndio angalau pale vinakuwa vina boost pale wakati nasubiri kuweka unamtengeneza. Asante. Hata wakati tu tunangoja chakula tu sasa asikae tu bure. Alafu kuonyesha kwamba nimetambua kwamba amekuja. Kwa hata kama niko labda jikoni siku hiyo ndio nimerudi nyumbani mapema, niko kwa zangu za niko jikoni napika, basi naweka kijichai kwamba atambue kwamba mama akiwepo mambo huwa yanakuwa hivi na asipokuwepo mambo huwa. Yaani hiyo ni kujitofautisha tu. Kweli. Kumbe kina mama wengi wenye ndoa wanakosea. Unaona alafu kwa mfano hata mama JJ hata kwenye issue ya chakula. Mimi huwa sikubaliani eti unamwambia msichana changanya hiki, yani wewe unampa recipe yako, yani kile unampa ujuzi wako. Mimi aisee kuna kitu nikiwa napika sipendi hata dada ajue. Aone unaweka kitu gani ambacho mume akila anatofautisha. Lazima atofautishe mke wangu kwamba hapa mke wangu alikuwa jikoni. Mimi napenda kupika, by the way nimesoma kukari. Kwa hiyo ninapenda kupika. Yani moja kitu ambacho nakipenda mimi napenda kupika. Na wanaume wanapenda kula. Na ukishampa akashiba ndio unampa nguvu. Hata kufanya mambo mengine. Kwa hiyo hakikisha anakula vizuri. Kina mama wanawake wa sasa hivi mama mchungaji. Tunaona kama msimu wa matunda kunakuwa na maembe, mananasi, manini. Yaani mwanaume hanywi juisi hata siku moja. Msimu unaisha. Na blender unazo tena sio moja. Kina mama.
Yaani msimu mzima wa matunda mume hanywi juisi. Hajawahi kunywa juisi yani hivyo. Akienda huko akinywa atarudi? Kwa kweli. Harudi. Mimi umenikumbusha siku moja nilikuwa na Mr. tumekaa hotelini. Baba mmoja akaagiza samaki, supu ya samaki. Yaani mfano wanapenda sana kutoa. Akaagiza supu ya samaki wakamletea na ndizi. Samaki mkubwa wale, samaki wakubwa kabisa wale. Akala akasema mwenzake akamwambia hivi sasa unavoshiba hivi ukirudi nyumbani wife unamwambiaje? Akasema kwani yeye sasa huwa anajali hata kama nimekula au sijala? Umeona? Akasema tena akijitahidi sana kuniuliza nitamwambia tumbo limechafuka. Jamani. Mimi nikamwambia umechafua hapo. Yaani ilibidi niende lazima lichafuke kwa mimi niliyopiga. Lakini pia nikapata fundisho nikasema kumbe sisi wanawake pia tunatakiwa kujitahidi kwenye swala la chakula. Yaani mimi siku zote waga nasema hivi mama JJ, mimi nifanye vizuri upande wangu bila lawama. Wao mbona wafanya kwanza mimi upande wangu mimi. Umefanya? Upande wangu mimi nikifanya vizuri, halafu na yeye unajua wanasema heri nusu shari kuliko shari kamili. Kwa angalau mmoja hata akipona basi mtavuta. Ni kweli. Kwa hiyo bora ufanye. Fanya. Na wakati mwingine kwanza wanamke ndio uko hivyo. Yaani wanamke unataka kuingia jikoni, wanamke unataka kuhudumia, wanamke unataka kufua nguo. Yaani hivi. Yaani uwe busy. Ndio wanamke. Yaani ukiona ule unataka tu kae muda wote umekaa kwenye TV au umekaa tu kwenye simu, kuna kitu kinamisi hapo kwenye wanamke wako. Ni kweli. Na ndio maana mama mchungaji akienda kule wako busy, anasema mbona mke wangu kama haya anayafanya? Lazima arudi huku. Jamani kweli. Lakini wewe ufanye akienda kule unafanya harudi. Wewe wanawake kuna vitu tunatakiwa tujifunze. Tuweke vizuri. Ni sahihi. Mama mchungaji katika nyanja hiyo ya malezi na mapenzi tumehama. Ndio. Umekuja na vitabu. Ndio. Mimi na moja ya kazi ambazo ninafanya ninaandika. Unaandika. Mwandishi mzuri. Nafikiri. Ni mzuri, usiweke nafikiri. Mzuri. Naandika. Kwa hiyo ninaandika kama hiki hapa kitabu nimeandika mwanamke ndoa ni ufundi. Hiki hapa. Ndoa ni ufundi. Sasa unataka ujue ukoje? Ingia ndani. Ngoma uingie ucheze. Hiki cha malezi nimeandika usichana ni hazina. Ni kweli. Tuwaambie watoto wetu kwamba usichana wao ni hazina. Kipotea bwana. Umeona ndoto zao kwanza wazitunze ndoto kwanza. Mtoto wa kike atunze ndoto yake. Ukiharibu basi biashara imeisha. Kwa hiki nimeandika. Hiki tumeandika na Mr. kinaitwa Ndoa ni Zawadi. Na mumeo. Yes, ndoa ni zawadi. Hem, tueleze kidogo zawadi hiyo. Kidogo kwa ufupi kidogo. Usiingie sana ndani. Kidogo tu. Ndoa ni zawadi kwa sababu kwanza watu wanapoianza huwa wanafurahi. Hakuna mtu anaingia kwenye ndoa amekasirika. Ni kweli. Yaani kama ni ndoa ile ambayo imefuata vigezo, watu wanaingia wakiwa na furaha. Yaani mtu anaona amepata kitu cha thamani, amepata kitu alichokuwa anakitaka, kitu kilichokuwa kinamkosesha usingizi. Mimi nakumbuka kipindi kile mume wangu ananichumbia, akawa ameenda kusoma South Africa miaka 4. Yaani ananiandikia barua akiandika za kunipanga kwamba Beti nisubiri ninarudi mimi. Hivi unazo mpaka leo? Ninazo baadhi. Baadhi ninazo. Kwa kuna siku nikiona nataka kuzingua, akitaka kuzingua anambia mtumishi wa Mungu, kuna hii barua unaikumbuka? Anakaa sawa. Anakaa sawa. Nasema ni kweli bwana, mimi nilijikomiti hapa bwana. Ni kweli. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kizuri, ndoa ni kitu kizuri, yani huo ndio ukweli kwamba mtu anapoingia anakifurahia. Ila sasa kwa sababu ya baada ya watu wakianza kuishi sasa, wameshaanza kugundua, wamefahamu kwenye ndoa kuna changamoto na ninasikitika kwamba watu wengi wanaingia kwenye ndoa wakiwa hawana uelewa sahihi kuhusiana na ndoa. Kwa maana ya kwamba wanauelewa upande mmoja lakini hawaelewi upande wa pili. Mimi na mume wangu tunafanya hizo premarital counseling, tunawafundisha vijana kabla ya kuingia kwenye ndoa. Sasa wanaingia wakiwa hawana uelewa sahihi. Kwa hiyo anaelewa tu upande ule mmoja kwamba tutakuwa tunapeana seksi, tutakuwa tunafanya kulala tu wenyewe ndoa wanawaza. Unajua wao wanawaza kwamba kwenye ndoa kuna wajibu, kuna wakati kuna kuzaa huko, kwa hiyo kuna wakati mke wako atashindwa kukuhudumia, kuna wakati yani kuna mambo mengi. Kwa hiyo tulisema kwamba ni zawadi na tukasema tuitunze, itutunze kwamba sisi wote tuna wajibu wa kuitunza ndoa. Mume ana wajibu wa kutunza na mke ana wajibu wa kutunza. Kwa ni zawadi. Yani hapa ni zawadi, yani kila mmoja anaitamani. Ngoja nikaiangalia hivi kweli, kwa mfano umeletewa zawadi na mwanaume unayempenda au mwanamke unayempenda, si unaitunza? Sana. Huwezi kwa mfano kama ni kanga, umenipa kanga nzuri, kuheshimu upendo, yani ule upendo wako lazima ile kanga niitunze. Utajisikia vizuri kuta nimeiweka pale chini na kanyagia. Utasema ni kweli mama mchungaji, mimi ile kanga mimi unajua nilikoitoa, nimekupa kwa upendo wote. Kwa hiyo tuitunze, itutunze. Mwanaume aitunze na mwanamke aitunze. Asante. Labda Beti unapatikana wapi? Mimi bwana, na nambari zako za simu. Namba yangu ya simu kwanza tuanze ni Voda ni 0755 64 49 10 0755 Naam. 64
4910. Kwenye mitandao ya jamii Facebook na Instagram napatikana kwa jina la Betty Chalo. BETTYCHALLO. Hapo ukiniingia Instagram, ukiingia na Facebook utanipata kwa majina hayo. Nina ofisi pia za counseling ambazo nakutana. Kwa hiyo sasa ziko maeneo haya ya Sinza. Wewe mtu tu akiwa na nani yake aniambie. Ameshachukua namba, unaniambia. Pia namfuata mtu akitaka. Kuna mwingine anasema nataka tukae sehemu ambayo unataka unisikilize au nikusikilize hivyo yani. Kwa hiyo napatikana. Kwa hizo namba tu za simu ukinitafuta unanipata. Asante Betty bwana, mimi nakushukuru. Asante sana mama JJ. Watazamaji wamepata elimu ya kutosha hasa wanandoa. Maana kipindi hiki kinawagusa sana wanandoa na hasa na wazazi pia katika malezi pia. Kwa hiyo tunaomba mkifuatilie sana. Jamani, mwisho wa kipindi hiki ndo maandalizi ya kipindi kingine juma lijalo. Mimi naitwa Mama JJ, sahani ya dongo mwenyewe nachakaa na kuzeeka na maua yangu kama unavyoniona. Na hizo sahani ya mchakura chini, hii ni sahani ya thamani kabisa ya globally. Tunasemaje? Mwenye pupa hadiriki kula tamu. Bye bye. Katikati ya Koko. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.